Na kimsingi inapoendelea kutumika, na mimi nakumbuka kiukweli kabisa nilishatoa ushauri huo kuanzia kwenye kamati, kwa sababu mimi kuanzia niwe diwani nimehudumu kamati ya elimu miaka miwili na kamati ya uchumi miaka miwili. Umeona Sasa ile kamati ya uchumi ndiyo kamati ambayo inayojadili rasilimali za halmashauri. Kwa hiyo katika kamati pia nilishakwisha kushauri, nikawaambia kwa sababu mitambo hii kwa picha ya nje tunaonekana kama Arusha DC sisi tuna mitambo kwa picha ya nje, lakini kwa picha ya ndani uhalisia mitambo ni kama hatuna, kwa sababu sina imani kwamba kuna diwani au hata mwenyekiti wa halmashauri au mkurugenzi au na wataalamu wetu wote, sawa, wao wanafurahia kupita kwenye barabara ambazo ni mbovu, kwa sababu kimsingi hawa wataalamu wetu wote sio kwamba eti wanaishi wilaya nyingine, tuko nao humu wanatumia barabara hizi za kwetu. Mheshimiwa Diwani, nimekuelewa vizuri na umeeleza kwa kinaga ubaga, kwa kirefu kabisa. Sasa swali ambalo linaibuka hapa ambalo limezua mjadala, na Mheshimiwa mbunge alihoji katika ziara yake siku ya jana kwamba sawa ni chakavu, nimechoka, lakini anauliza kwamba sasa mitambo ile iko wapi na inafanya nini? Swali hili ndio ambalo limezua mjadala. Labda kama unaweza kaongea chochote kuhusiana hili. Beda, labda mimi niseme kitu kimoja kiukweli kabisa. Swali alilouliza la kusema mitambo iko wapi na inafanya nini, kwa sisi masinia wa kwenye siasa, kwa sababu mimi tayari ni senior, I know kwamba siasa hapa mtu anasema siasa au hapa mtu hasemi siasa, lakini tuelewe mtu wa namna hiyo, sitaki kumsema vibaya mheshimiwa mbunge, lakini hakupaswa kuzungumza kauli kama hiyo, kwa sababu kwanza kimsingi yeye ni diwani, yeye ni mjumbe wa kamati ya fedha, ni mjumbe wa kamati ya fedha finance, ni mjumbe. Kamati ya fedha ndiyo kamati kuu ambayo ndiyo tunasema ndo moyo wa halmashauri, kamati ya fedha. Na vitu vinavyojadilika kule ndani ni pamoja na mambo yote yanayohusiana na halmashauri. Yeye ni mjumbe. Huwezi kutaka kuniambia kwamba kuanzia alivyoapishwa mpaka sasa hivi hajawahi kuona mitambo au hajui mitambo ina changamoto gani. Na wakati mwingine Beda iko hivi, ukiona mbunge anaenda pale bungeni, si anatoa hoja pale? Kuna hoja za aina mbili. Kuna hoja ambazo anazotoa aidha awe amezunguka kwenye jimbo lake kwa ajili ya kukusanya kero na changamoto zile za wananchi, lakini kuna hoja zile za msingi za halmashauri ambazo sasa ni yeye na mkurugenzi na timu nzima au CMT au halmashauri ndio wanampa zile hoja. Lakini Mheshimiwa Diwani, huoni kwamba mbunge kwa nafasi yake ni mwakilishi wa wananchi? Huoni kwamba ile swali ameuliza kwa niaba ya wananchi, kwamba wananchi wanataka kujua mitambo yetu iko wapi na inafanya nini? Aliyeuliza hilo swali ni wananchi au ni yeye? Yeye ameuliza kwa mkurugenzi, ofisi ya mkurugenzi. Amemuuliza mkurugenzi kwamba mitambo yetu iko wapi? Mitambo yetu iko wapi na inafanya nini? Na swali limekuja baada ya kuona wananchi wanahoji kuhusu ubovu wa barabara. Sasa swali la msingi Beda, ni kuombe swali la msingi, sawa? Aliyeuliza mitambo yetu iko wapi ni nani? Bunge ameuliza kwa ofisi ya mkurugenzi. Sawa. Anamuuliza mkurugenzi mitambo yetu iko wapi? Yeye akiwa kama na yeye ni yeye kwa niaba ya wananchi. Anauliza kwa niaba ya wananchi. It means na yeye hajui nani mitambo. Shida sio wakilishi. Ndio.
Shida unapouliza hilo swali wewe hausiki humo ndani. Pengine sasa yeye kwani yeye nani wa kutoa majibu kusema nani anayetoa? Wewe umekuwa diwani pale, anayetoa majibu au taarifa kuhusu halmashauri nani? Ni mbunge au ni nani anayetoa majibu kuhusiana na halmashauri? Ni mwenyekiti wa halmashauri. Wenye mamlaka watoe majibu, mitambo iko wapi? Hapana, kwa sababu yeye sio mtoa majibu ya halmashauri. Hiyo sio sahihi. Kwa nini usahihi uko wapi? Yeye ameenda pale kama mwakilishi wa wananchi. Exactly. Ameenda pale kama msemaji wa wananchi, sio tu wa wananchi, ni mwakilishi wa wananchi, ni mwakilishi wa jimbo, ni mwakilishi wa nchi, kwa sababu yeye ndio maana pale mwanzoni nikasema kwamba ukishakuwa diwani haui tu diwani wa kata, unakuwa diwani wa halmashauri, unakuwa ni mwakilishi wa wananchi kati ya halmashauri na wananchi, unakuwa ni mwakilishi wa halmashauri na wananchi. Sawa, swali lolote linalohusiana na kata yako kama diwani, unapoenda mahali wewe ndio unatakiwa ulitolee ufafanuzi, ulisemee lile jambo kwa kulitolea ufafanuzi, lakini sio unaongea katika hali ya kujitoa kama wewe hahusiki na wale watu, kama wewe haupo, sio sehemu ya wale watu. Unachoenda kutengeneza pale ni taharuki. Sasa kama mimi diwani au mbunge nitatoa taarifa, kazi ya wataalamu itakuwa nini? Ndio maana nakwambia ukishasimama kwenye ile nafasi, sawa pale labda mbunge yeye ameletewa ile kero ya barabara, mheshimiwa mbunge, sisi tuna kero ya barabara hivi na hivi na hivi. Ukiwa kama mbunge mwakilishi wa wananchi na unajua kabisa halmashauri tuna shida ya mitambo, huwezi kuescape lile swali kwa kusema mkurugenzi na kuuliza mitambo iko wapi. Wewe sio waziri ambaye yani kwanza wewe sio mgeni. Unajua samani, unahisi mbunge inawezekana anafahamu iliko? Sio kwamba nahisi, sio kwamba nahisi. Mpaka sasa hivi wamemaliza kama ni miezi 8, ni 8 9 sasa hivi, si ndio? Sasa kwa mheshimiwa au niseme kwa kiongozi makini, sawa, kwa kiongozi makini anayejua kusimamia watu wake, anayejua kuongoza, anayejua nini anachofanya, huwezi kuwasacrifice watu wengine. Yani hivi, yeye sio kwamba ajui. Huwezi kuniambia ndani ya miezi 8 9 kuanzia waapishwe mpaka sasa hivi wapo kazini hajui mitambo iko wapi. Sawa hajui kwamba kuna changamoto ya mitambo. Chama juzi kimesemaje kupitia mwenezi? Mwenezi nilimsikia naye alisema swala hili kwamba mitambo hii sawa. Sasa kuna shida gani pale? Kwani wananchi? Sawa. Ndio maana mimi nikauliza nikasema mwenezi yeye alisemaje? Maana mwenezi ndio chama chenyewe, si ndio? Yes. Ndio msemaji wa chama yule. Kama mwenyewe amekiri kwamba mitambo ni mibovu, mbunge ni nani? Jesi anaingia kwenye kamati ya siasa kule ndani, hawaongei, hawajui. Sasa kwa nini leo mbunge anatoka anasema kwamba taarifa ya mwenezi, una uhakika ni taarifa rasmi ya chama ama ilikuwa ni mambo yake binafsi? Hatuwezi kusema ni mambo yake binafsi, kwa sababu pale yeye amekuja amevaa nembo ya chama kama mwakilishi wa chama. Sawa, taarifa rasmi tuiamini kwamba ni taarifa rasmi ya chama? Tunaamini ni taarifa rasmi ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi imekiri kwamba mitambo ile ni mibovu. Tunaamini ni taarifa rasmi ya Chama cha Mapinduzi kwa kukiri kwamba mitambo ya halmashauri ni mibovu, kwa sababu aliyokuja kusemea pale ni mwenezi wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Arumeru. Hatuwezi kusema hii sio taarifa rasmi. Aliyesimama pale ni mtu mkubwa. Sasa mheshimiwa, kuna mkanganyiko. Mwenezi ni mjumbe wa kamati ya siasa. Sawa. Mbunge ni mjumbe wa kamati ya siasa. Mwenyekiti wa halmashauri ni mjumbe wa kamati ya siasa. Mbunge yeye hajui mitambo iko wapi. Mwenezi anasema mitambo mibovu. Huoni kwamba kuna mkanganyiko, wananchi wanachanganyikiwa hapa, washindwe kuamini lipi? Ndio maana nasema of course tupo kwenye muda wa kujifunza.
Kwa hiyo unajua kuna wakati mwingine maana nikasema tutarelay kwenye taarifa ya nani? Ya mwenezi ama ya mbunge, kwa sababu mbunge hajui iko wapi. Taarifa anauliza iko wapi, lakini mwenezi anasema mibovu. Taarifa ninayokupa mimi na ninayojua kuanzia awali na hapa nilishakueleza nikakwambia kwamba kuanzia sisi tumeingia kwenye udiwani mitambo ile ni mibovu. Tulichokuwa tunafanya tulikuwa tunatenga fedha kidogo kidogo kwa kuendelea kuirekebisha. Kama mfano greda, tunanunua kifaa, tunarekebisha greda, linaenda kazini. Kuna kipindi fulani nakumbuka mwaka 2023 hiyo aliyekuwa makamu mwenyekiti wa halmashauri Fredi, na kipindi kile tulikuwa tunapeana kwa ukanda wa Ngaramtoni, tulikuwa tunapewa labda ni skaveta inapiga kazi huku, tukimaliza inaenda ukanda mwingine. Ukanda ule wa kwao ambao ni wa Kisongo wapi kule, na wao wakawa wamepewa greda, kama sikosei ni greda au skaveta iliharibikia kule kwao upande wa kina Fredi. Umeona na kilichofanyika ni matengenezo hivyo ni matengenezo, lakini kimsingi ni kwamba ile mitambo hata kama leo itaendelea